wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV2. Karibu sana katika kipindi hiki cha vijana wetu, kipindi ambacho kinaruka kila siku za Alhamis kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana, mimi ni Muhammad Sultani Mdose, nikukaribishe. Karibu. Kama ilivyokuwa ada, kipindi hiki huwa tunazungumza mambo mbalimbali yanayohusu vijana. Hii leo tunazungumza kuhusiana na Nasheed kwa vijana inalipa, kwa sababu tumeona siku 2-3 hivi katika miaka hivi karibuni, kisema hivyo kwamba vijana wengi sana wamejikita katika Nasheed. Tunataka tuangalie, tunazungumza leo na waimba Nasheed chipukizi vijana. Wao vitu gani ambavyo vimewavutia mpaka kuingia katika kuimba Nasheed hizo, na watuambie basi kina nani ambao waliwavutia kaingia huko, na story nyingine kadhaa. Kama unafahamu, hiki ni kipindi cha vijana. Hapo baadaye pia utapata nafasi ya kushiriki nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kwa ajili ya kuuliza maswali ama kutoa maoni, lolote lile ambalo unataka kushiriki nasi, ruhusa kwa kupiga simu. Mimi naitwa Muhammad Sultani Mdose. Kwa mara nyingine niko na wageni wangu hapa. Itakuwa vizuri sana kama wao wakajitambulisha kwa majina yao. Tuanze kwa mkono wa kulia, brother. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina naitwa Abdul Hamid Fannani. Abdul Hamid Fannani kutoka Morogoro. Kutoka Morogoro, Tanzania, mji kasoro bahari. Logolo. Sheikh bwana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Muhammad Omari Rashid. Muhammad Omar Rashid. Kitokea Tabata Segerea. Tabata Segerea. Sheikh bwana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Yahya Suleiman Al-Batawi, ni mkazi wa hapa Dar es Salaam. Yahya Al-Batawi. Na mtazamaji, umeshafahamu vijana wangu ambao leo wako hapa kujadili, kuangalia Nasheed kwa vijana inalipa. Tunazungumza hilo kwa sababu hivi sasa Nasheed, waimba Nasheed wamekuwa wengi sana, na tayari kuna umoja wao. Nyinyi mmejiunga katika umoja wa waimba Nasheed? Mpo? Na mtazamaji, matangazo haya pia ukiachilia mbali katika vingamuzi vya Azam, pia tunapatikana katika ukurasa wetu maridadi kabisa wa Facebook, unajulikana kwa jina la Africa TV2. Alikadhalika pia kipindi hiki baada ya takriban kama nusu saa risali moja utakiona pia katika channel yetu ya YouTube inajulikana kwa jina la Africa TV2. Kisearch huko YouTube utaona vipindi kadhaa wa kadhaa vilivyopita vya vijana wetu, alikadhalika vipindi vyote ambavyo vinaruka hapa Africa TV2, na hiki pia inshallah baada ya risali moja ama masaa mawili utakiona pia huko. Na hii katika ukurasa wetu wa Facebook tuko live hivi sasa, pia unaweza ukaacha comment zako kule na tukazisoma, na kama una maswali, maoni, maelezo yote unaweza pia kushiriki nasi kwa njia hiyo, ukiachilia mbali kwa njia ya Facebook. Na pia kwa wale wakazi wa nje ya Jamhuri ya Tanzania, mnaweza mkashiriki nasi kwa njia ya WhatsApp katika nambari hiyo hiyo, mnaweza pia mkapiga na tukazungumza nanyi moja kwa moja kwa usikivu uliokuwa mzuri kabisa. Kwa kuwa tuko na waimba Nasheed, naona vizuri kila mmoja kaanza na Nasheed, na nitaanza vile vile kwa upande wa kulia. Tuwale mayatima kwa huruma na heshima, tuwape zao huduma wapendazo mayatima, tusipende kuwasema madhambi tukayachuma, hawana baba wala mama tusije kuandama. Shida na raha tabu karaha wamepitia. Sio kumaliza yote. Sheikh Muhammad. Tushikamaneni kwa amri ya Mola, tusipoyatii alokuja nayo nabia, kwa atayo yapinga huyo hayupo pamoja kuipata hidayah yake Nabii Muhammad. Shukran, natosha kidogo tu. Al-Batawi, tupe na ladha kidogo tusikie kwamba yaliomo yamo. Ni kitabu kisoshaka, maneno yake nadhifu, upendo wetu twaweka kwa kitabu kitukufu. Dunia ya furahika kwa muongozo sanifu, hukumbusha ya hakika na kukataza machafu. Inatosha Al-Batawi. Na mtazamaji, bila shaka umewasikia hao
wageni wangu hii leo waimba nashid chipkizi. Ninaweza kusema hivyo kwa sababu kutokana na maelezo yao ndo kwanza wanaanza. Kwa hiyo kina waimba nashid, kina Jundub bin Junadi, wakina Jaafar Mponda, wakina Muhammad Binda, vijana wanakuja hao mwashike mkono ili nao baadaye waje kuwa waimba nashid wakubwa sana Afrika Mashariki na duniani kote kwa ujumla. Tuanze na Al-Batawi. Kitu gani ambacho wewe kimekuvuta kuingia katika anga hili la kuimba nashid? Vitu vingi vimenivutia kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana kuimba tangu mdogo. Nilikuwa napenda sana kuimba, hususan nikiwasikiliza wale watu wanaojua kuimba kama kina Jaafar Mponda, kina Mishari. Huwa anajifunza, huwa naimba peke yangu na nini, watu wakanishawishi, mbona unajua, mbona unaweza na wewe. Na mimi alhamdulillah rabbil alamin, na mimi nimeshafikia stage hiyo, nishaitoa kazi moja inaitwa Mwongozo wa Qur'ani, mpaka sasa hivi na mimi ni mwimbaji wa nashid tayari. Kwa yule ambaye naye anataka kuimba kama wewe, kuna ugumu gani katika kutunga nashid kwanza kabla ya kuingia studio? Kuanza kutunga kuna kuwa na ugumu gani Al-Batawi? Ugumu upo kwa sababu mashairi unatakiwa uyaweke sawa, uyakae vizuri. Hata kama hutayatunga vizuri, vile ile sauti yako tu watu huenda ikawavutia. Kwa hiyo sauti ndio inaangaliwa kwanza ama mashairi? Yaani watu wengine hutizama mashairi kwa sababu mashairi ndio kila kitu. Dhumuni ya ile kitu ambao unatoa kwa jamii. Lakini sauti nayo unaweza kuwa na mashairi mazuri lakini sauti ikawa sio nzuri. Kwa vitu vile lazima vitizame. Lazima vibalance. Omar, Muhammad Omar. Labda nayo tuambie historia yako, kitu gani ambacho kilikuvuta ukaingia katika uimbaji nashid na Mwenyezi Mungu akuepusha kuingia katika uimbaji wa vitu vingine ambavyo havifai? Nashukuru ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa hii. Mimi kilichonivutia kuingia katika hali hii ya kuimba nashid, kwanza kabisa nimetizama katika jamii kwamba vijana wengi tunashawishika na kuimba muziki, na tunaona wengi sana waliotuzunguka katika jamii kwamba watu wengi sana wanapenda muziki, lakini katika nadharia ni kwamba nimevutiwa kwamba baadhi ya mashehe lakini na munshiduna wengi ambao wanaimba nashidi kadhalika huwa napenda na nafurahi. Kwa hiyo na mimi nikasema ngoja nijaribu, na ni kweli kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anajua na anajua kwamba ninachokikusudia ni kitu cha kheri, basi nikamwomba Mwenyezi Mungu anijalie niwe miongoni mwao kadhalika. Basi hicho ndio kikubwa ambacho kinanifanya. Na mpaka hivi sasa umeshatunga nashid ngapi na ngapi umeshazirekodi? Kwa sasa nimetunga nashid 2 ambazo zilizokuwa tayari. Ukiachilia ile moja ambao umeimba, basi na hiyo nyingine pia utatuimbia baadaye. Lakini brother hapa anasema yeye ndio kwanza ameanza na moja. Tuje kwako Sheikh Fanani. Kwanza nikuulize, Fanani ni jina la ukoo au Fanani kwa sababu ile hadhira na Fanani? Hadhira. Tunatusha. Nini hapo sijakupata vizuri, maana umeongea vitu ambavyo Fanani ni hadhira, ile kama sifa fulani. Yes, kutokana na harakati zangu na utendaji wangu. Ukajiita Fanani. Sasa nikijiita Nilitu. Watu wamekuita sio? Yes. Na wewe kitu gani labda kilikuvutia kuja katika uimbaji nashid? Kwanza kabisa zungumza kwamba swala la uimbaji wa nashid kwanza leo wala jana, takriban zaidi ya miaka 5-6. Miaka 5 Sheikh, hatukufahamu wapi ulikuwa hapo kwanza wake. Wazako ndo kwanza wameanza, Sheikh Muhammad ana 2, Al-Batawi ana 1, wewe miaka 5. Labda nizungumze kwamba wale wasiofahamu ndio hawalifahamu, lakini nafahamika tu. Nafahamika na takriban miaka 5 kama nilivyozungumza, mpaka sasa hivi na album zaidi ya album 3. Lakini ziada hapo nirudi katika lengo ama mada. Kilichonivutia zaidi siko mbali na alivyozungumza Al-Habib. Kinusu zaidi baada ya kuona kwamba watu wako makini sana kuimba nyimbo hizi za upande wa pili. Alafu huko pia kwa hiyo nikaona pia tumtangaze Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wao hata ule muda kukaa kusikiliza mawaidha ya Sheikh inakuwa mtihani.
Kwa hiyo wao wanapenda wakae, waangalie, wasikilize, ama mtu anaweza akaburudika huko anaelimika. Kwa hiyo nikaona bora ujumbe tuufikishe kupitia An-Nashid. Ingawa pia kuna namna nyingine tunazifikisha, lakini pia kupitia An-Nashid. Kwa hiyo ni ujumbe ambao pia unakuwa unafika kwa namna moja ama nyingine. Yaani tuwakaririshe pia watoto wamjue kwamba unajua unapoimba unaweza kaimba kumzungumzia labda mtume alikuwa anatoa ngapi, mtume historia yake iko vipi, Mwenyezi Mungu ameamrisha nini, amekataza nini. Kwa hiyo pale wale watoto wanavyoimba pia wanaimba huko wanajua kwamba historia ya mtume iko hivi. Basi ndio vizuri, ndio tuingie hapa kwa ajili ya kuelimisha hivyo. Katika tamasha la Jupta la Sautul Khair nilihudhuria pale, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa waziri wa ofisi ya rais waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Suleiman Jaffa, akasema kwamba amefurahishwa na uimbaji wa Nashid, kwamba mtu anaweza pia kumpa mawaidha kwa njia ya kuimba, na nagusia ile la kwako kwamba wamelizungumza, kwa sababu watu wengi wanapenda sana burudani. Katika burudani huko kunawapelekea mawaidha. Fanani, wewe kidogo unaonekana una uzoefu katika uimbaji wa Nashid, una miaka 5 yote. Unaionaje Nashid kwa hawa ambao wanaanza katika level za chini? Hawa wanaoanza naweza kwamba inaenda vizuri na wanaenda vizuri, isipokuwa wamegawanyika pia. Unajua kuna makundi mawili. Kuna mtu pia anapoanza anaweza akaharibu kwa kule kuanza kwake, kwa sababu tayari kashatoa moja, basi akataka awe na ujuu kumshinda mtu ambaye alimtangulia. Sasa pale anakosa vitu fulani ambavyo angeongezewa zaidi. Yaani anakuwa kama maharage. Maharage unajua, yaani maharage ukiachukua ukatia kwenye chungu ama katika maji, kuna yale ya juu yanapanda juu na kuna yale ya chini. Muhimu ni yapi yanatakiwa? Ya chini, si ndio? Sasa yale ya juu sio muhimu zaidi. Sasa yale ya chini ndio muhimu. Ndio utakuta kuna wale ambao ni kujua wametulia hapo kimya, hawa wasiojua ambao ndio takiwa wajue wanakuwa kwa juu sana, wanashinda hawa. Sasa inakuwa mtihani hapo. Kwa hiyo hawa wangeonyesha kidogo usikivu na unyenyekevu kwa wale watangulia, wangepata vitu vingi sana, lakini wanafeli. Hiyo ni kundi moja. Lakini kundi lingine pia lina usikivu. Ndio kaanza, basi atataka chote kwa mtu fulani anayemzidi. Sasa kisha baadaye sasa mtu kaanza anakuwa na kikundi chake, anakuwa kikundi chake, na kadri mwanzo anaanza. Hapo tunapofeli zaidi katika hilo, na tunahama pia katika lengo. Yaani lengo ni kuielimisha jamii, sio lengo kuipotosha jamii kupitia haya. Kwa hiyo unakuta pia mtihani hapo. Kwa kuna mtihani ambao uliopo hapo. Kwa hiyo unatakiwa maharage ya chini, sio maharage ya juu. Yes. Na mtazamaji wa Africa TV, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi ni vijana wetu, kipindi ambacho leo tunazungumzia, tunaangalia Nashid kwa vijana inalipa. Tuko na vijana wenzangu hapa tukipiga story 2-3 kuhusiana na Nashid. Hawa ni waimba Nashid, na ndio maana leo nimekuja kuwaalika, lakini unaweza kuona sura ni ngeni. Hawa ni waimba Nashid chipkizi. Katika Nashid pia kuna chipkizi. Sheikh hapa akasema kuna chipkizi maharage ya juu na chipkizi maharage ya chini. Sasa tutafahamu ni maharage ya chini, maharage ya juu. Turudi kwa Muhammad Omar. Mipango yako katika uimbaji wa Nashid ipoje? Mipango yangu mimi kwa kweli ninamuomba Mwenyezi Mungu anijalie nifike pale ambapo ninapohitaji kufika. Na kama nilivyosema akhi hapa kwamba tufanye hivi vitu kwa ajili ya kuelimisha jamii, kwamba tuko hapa duniani, lakini kwamba tufikishe dawa katika hali ya tofauti mashairi kama hivyo. Kwa na mimi mipango yangu nifike pale ambapo ninapohitaji, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinakwaza. Kuna changamoto sasa chipukizi. Kama zipi hizo? Tuambie kabla tutaenda kusikiliza Nashid ya Sheikh hapa, mwongozo wa Qur'an. Hebu tuambie kuna changamoto gani, vikwazo gani? Tuna changamoto sasa tunaoanza ukizingatia pia na hali zetu za chini. Kwa hivyo unakuta katika vyombo unaona utatunga mashairi, na inaweza isiwe tabu sana katika kutunga. Utaandaa shairi lako vizuri, lakini sasa changamoto katika sehemu za kurekodia. Sehemu ya kurekodia gharama zinakuwa juu, lakini usharecord ndio unaweza ukawa umejikusanya umepata kile kiasi cha kwenda kufanya record. Kwa record haya unaanza tena kuumiza kichwa namna ya kwenda kushuti. Kwa hiyo na hali zetu hizi tulizokuwa nazo, wallahi tunakuwa na changamoto kubwa sana. Tupate kwanza kuitazama Nashid ya mwongozo wa Qur'an iliyotungwa na kuimbwa na umetunga mwenyewe brother Al-Batawi. Nimetunga, ila kuna watu walinisaidia tu kidogo,
kukuweka sawa nini, lakini ni wewe mwenyewe umeifanya kazi kubwa. Na mtazamaji, tupate kwanza hiyo tuitazame, alafu tuendelee na mazungumzo yetu hapa nikiwa na Abdul Hamid Fanani Yahya Al-Batawi pamoja na Muhammad Omar. Muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Ni kitabu kiso shaka, maneno yake nadhifu, upendo wetu twaweka kwa kitabu kitukufu. Ni kitabu kiso shaka, maneno yake nadhifu, upendo wetu twaweka kwa kitabu kitukufu. Dunia yafurahika kwa muongozo sanifu, ukumbusha ya hakika na kukataza machafu, tuweze kuelimika kwa maneno ya raufu. Hakika hayana shaka katika maisha yetu. Muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Qur'ani yatufunza adabu yenye imani, yatuletea mwangaza na kututoa kizani. Tuisome kwa kujaza vifuani kwa yakini, na Mola wetu muweza atatutia peponi, tusije kuipuuza. Itoa thamani Qur'ani miujiza, Isra ya kaburini. Muongozo Qur'ani, muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Muongozo Qur'ani twawaambia waumini, Islamu duniani Qur'ani Qur'ani. Ilahana ilahana tupe mema maishani, tufanye kila aina ya tokurithi manani. Ilahana ilahana wayajua ya moyoni, tupe nusura ya dini kupitia Qur'ani. Ilahana ilahana tupe mema maishani, tufanye kila aina ya tukurithi manani. Ilahana ilahana wayajua ya moyoni, tupe nusura ya dini kupitia Qur'ani. Haya, hiyo ndo nashidi ya Al-Batawi ikielezea mwongozo wa Qur'an, mwongozo wetu Qur'an. Umesema kwamba umesaidia katika kutunga hivi. Kabla tujaenda kusikiza nashidi, Muhammad Omar alizungumza kwamba kumekuwa na ugumu sana katika kurekodi, katika kufanya video. Upande wako wewe upoje katika hilo? Upande wangu ugumu upo, lakini alhamdulillah
ugumu kwangu mimi upo kwenye video, lakini alhamdulillah audio ni taasisi na nilipia. Ya, una taasisi ambayo anakusimamia, sio? Ndio, taasisi. Basi tabidi tutaongea na Omar hapa kidogo ukimvuta huko Somba. Au sio Muhammad? Shukuru sana. Kwa hiyo taasisi inakusimamia kila kitu katika kurekodi na vitu vyote. Naam. Sasa inakuachaje katika video? Kwa sababu taasisi yetu wengi ni vijana, wengi tu kote huku tuchangie nini na nini, ndio hivyo tunaenda tunaripelekana, lakini video inakuwa ni mtihani kidogo, sababu video utakuta ni 200,000, 300,000 mengine, lakini ile 100,000 au 70 ile ya Nashid Sasa huwezi kufanya mchango kwa vijana wenzako, kama unajua wachezaji mpira ukiwa na mechi waga anaweka bango pale, leo kuna mechi sehemu fulani, unaweza kuweka bango pale ukasema jamani nichangie ina shida nataka nikafanye video. Hujaweza kujaribu kama hilo? Naweza kujaribu kwa sababu ndio kwanza tunaanza, na alhamdulillah tumetoa kazi, watu wengi wamefurahi, wamesema hakika huu ni mwongozo wa Qur'an. Huu ni mwongozo wa Qur'an. Kwa sasa hizi hata kama nikiweka bango video mwongozo wa Qur'an, watu watakuchangia shekhe. Kwa fanani hapa, wewe vipi, ushafanya videos hadi hapo 2 3 ama ushafanya video katika hizo album zako ulofanya? Album zote 3 za video. Zote zina video. Zote. Labda mimi sijapata bahati ya kuona video zako, ama hujawahi kutuletea hapa. Baada ya hapo utaona tu. Hujatuletea sisi ama unaziangalia mwenyewe nyumbani? Hapana, mbona sipo tu sana, zimesambaa sana shekhe. Ndio maana nasema hao ambao hawajaona ndio hao hawajaona shekhe, lakini wengi wameona. Nyinyi hamfanyi promo katika mambo ya Nashid ama kiki hakuna huko? Zipo tu sana. Mnafanya kiki pia nyinyi? Sana. Kwa sasa mbona wewe tuaje kufikia? Mbona zitembei sasa zionekane? Wewe tuaje kufikia? Shaomari vipi, umejipangaje katika Marake Nashid? Nao ni kama mawaidha tunavyosema, katika kuona unaleta kila siku na shida ambazo zinaendana wakati. Tusio tunaimba tu Nashid, lakini tunaangalia zinaendana na wakati. Hilo umejipanga nalo vipi Sheikh Muhammad? Kuhusu kuimba Nashid kutokana na wakati. Naam, ni kweli lazima uangalie na wakati uliopo na mazingira yaliyopo, uweze kuleta kitu ambacho kitakachokuwa chenye kwenda sambamba na wakati. Hilo nimejipanga nalo vizuri alhamdulillah. Na katika utunzi wa mashairi unafanya peke yako au labda una kikundi cha jumuiya kama alivyosema Albatawi hapa? Wallahi mimi sina kikundi, jeshi la mtu mmoja, isipokuwa tu nina ndugu yangu alhamdulillah ndio ananisaidia, ananipa mwongozo. Kwa hiyo ni kama tuko wawili tu, yeye ndio ananisaidia alhamdulillah katika kunipa mawazo na mwongozo, kwa sababu mimi ndio naanza hivyo. Kwa hivyo na umerekodi video, umerekodi Nashid 2 na video labda umeshafanya? Zote alhamdulillah video. Na video pia unafanya na ndugu yako au inakuwaje? Kwaje, tupe kwanza, maana umesema mwanzo kurekodi muziki. Je, hii nayo inakuwaje? Sasa yani yeye huyu mwenzangu anakuwa kama manager. Na hao na manager shekhe. Kama manager tu shughuli, na pia anakunipeleka katika zile sehemu labda za kurekodia, kufika pale kufanya mazungumzo na wale ndivyo, yani kama ananisaidia hivyo. Kuona huku pia kuna manager kweli? Wapo. Ala, hebu tupe kwanza system ipoje katika upande wa Nashid, kwamba kuna manager, kuna promoter, kuna nani, ama inakuwa kwa vipi? Kwa mimi kwa sababu nipo kwenye taasisi yupo manager wangu tu anisimamia. Kama mtu akitaka na hivi mtu akitaka labda collab na mimi ndio huwa ataongea naye yule. No. Kwa system katika kabisa ni kwamba system tunaanza hapa, tunakuja hapa, tunafanya hapa. Sheikh Alfanani, wewe vipi, upo peke yako jeshi la mtu mmoja ama upo na group? Mimi na group langu mimi ambalo linaitwa Darus Souls. Wewe ndo unalimiliki yani? Ndio namiliki. Ila hatuna sio kama mimi mwenyewe ndio manager. Wewe ndo manager. Kila kitu ndo wewe. Na chipkizi au bado unazidi kuwainua au ulivyotoka endo basi tena? Wapo ambao najaribu kuwainua pia kwa kidogo nilicho nacho. Najaribu kuinua, ndio tena tunajua tunapambana haya, lakini pia bado hatujapata ule ufadhili ule, kwa labda mtu anje afadhili vitu hivi. Jambo haya yanakuwa na ugumu sana kutoka kwa fadhili, lakini kwa mambo mengine shafadhili kwa hatari sana. Tunaje kutuambia baadaye mambo mengine hapa. Na mtazamaji Afrika TV 2, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha vijana wetu, na hii leo tunaangalia Nashid kwa vijana inalipa.
niko na waimba nashidi ambao waweza kusema munshidi kwa lugha nyingine, kwamba munshidi chipkizi wakinielekeza mipango yao na mikakati yao kuelekea mbele katika fani hii ya uimbaji nashid. Lakini kabla tujaendelea mbele zaidi, tupate mapumziko, alafu tukirejea, nafasi ya wewe kushiriki nasi moja kwa moja iko kwa kupiga simu, na pia katika ukurasa wetu wa Facebook unaweza pia ukaacha comment yako huko na tukaisoma kwa uzuri kabisa. Usiondoke hapo ulipo. Mimi naitwa Muhammad Sultani Mgasa. Ndani ya wiki nzima katika jamii yetu kuna matukio mengi muhimu, mazuri, ya kufurahisha, yapo ya kuhuzunisha, yapo ya kujifunza pia. Hapa tutayadadavua, tutayachimba, kisha tutayatazama kwa jicho la kifasaha. Ungana nami Ayubu Mgema katika matukio ya wiki nzima hapa Afrika TV. Afrika TV, mwongozo wa maisha. Mtazamaji wa Afrika TV tu, tunaenda sawa kabisa katika kipindi hiki cha vijana wetu, tukiwa na vijana wenzangu hapa wa munshid, hawa munshid chipkizi, akitueleza kwamba mada ya leo inasema nashid inalipa. Ndio maana niko na vijana hapa ni waangalie wao kitu gani ambacho kimewasukuma kuingia katika kuimba nashid wakiwa chipkizi, na achana na wale ambao washakuwa manguli. Nataka niwadili na hawa kwanza, niwaulize, nifahamu mikakati yao, kipi ambacho kimewasukuma kuingia katika nashid. Na tangu tulivyoanza mazungumzo yetu yanaenda vizuri sana. Wameniambia kwamba hata huku pia kuna manager, kuna watu kitaka kuomba collab lazima uongee na manager. Pia kuna kiki kama shekhe hapa alivyosema, mtu atafuta kiki ili aweze kuboost na shidi yake. Sasa sio inakuwa kwa vipi? Naam, tumerejea tena, lakini sasa hivi ni nafasi ya mtazamaji pia, kama anataka kuuliza swali ama kuchangia lolote katika kipindi hiki, ruksa kupiga simu katika nambari ambazo utaziona katika screen yako hapo. Halikadhalika pia unaweza kuacha comment yako katika ukurasa wetu wa Facebook, tuko live kule. Acha comment yako nasi tutaisoma hivi sasa. Kama una maswali, una maoni ama una ushauri wowote kuhusiana na munshid hawa chipkizi, halikadhalika pia kama na wewe pia munshid, unaweza pia ukapiga simu tukakusikiliza kile ambacho unakifanya, kwa sababu nafahamu kwamba kuna munshid mamilioni Afrika Mashariki. Maana tunatazama Afrika Mashariki yote, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na Burundi, na katika ukurasa wetu wa Facebook tuko dunia nzima tunatazama hivi sasa. Naam, nirudi kwako Fanani. Elfanani, unaambia kwamba wewe una group la watu ambao wanasimamia na wewe ndio manager, wewe ndio kila kitu, si ndio? Na vipi katika upande wa studio? Una studio yako kwako ili uweze kuwasaidia munshid wenzako? Hapana, kwa studio sina studio. Sina studio. Watu tunaenda katika studio tofauti tu record, lakini hatuna studio. Fanani, sauti yako kama inanitisha hivi. Kwa hiyo unaimba vizuri, hebu tuimbie kwanza kidogo, tupe ladha. Tujue kwamba Fanani ndio huyu ama vipi? Maana sauti naona kama inazidi kushuka chini yani. Oh, shida na raha, tabu karaha wao wamepitia, hawakukata tamaa, imani kaja Mola kawasaidia. Kwa nini wote wazazi na wote walezi wote walijifia, wakawaacha yatima hawana huduma huku wakilalama. Enzi za uhai wao waliwapenda wanao, walikula vingi vyao, twatoa pongezi kwao, ila leo hawapo nao, Allah ndo kawachukua. So, Muhammad bibi unataka kulipa mapigo hapo? Tupe kidogo leo tusikie kidogo. Kwa Allah twaelekea, kwake yeye twarejea, hata tuishi umri gani. Duniani twaondoka, hakika sitoihama dunia. Ameshaondoka nabii, sawa yeye alikuwa Rasulullah. Kwa heshima ya Rasulullah,
ameshaondoka. Nabii sallallahu duniani ameshatutoka. Muhammad kipenzi chake Allah, Muhammad duniani kashaondoka. Al-Batawi, kuna nyingine ambayo labda unaanza kutunga maana umesema umetunga moja tu, tupe ladha kidogo tusikilize. Rejea kwa Mola wako, yeye atakupokea, na utubu dhambi zako wewe ulojifanyia. Rejea kwa Mola wako, yeye atakupokea, na utubu dhambi zako wewe ulojifanyia, wewe ulojifanyia. Haya bwana, ningejua kuimba kama nyinyi. Ningejuta. Labda Al-Batawi, unajiona wapi baada ya miaka 2 ama 3 katika upande huu wa nashid? Kwa upande wa nashid najiona mbali sana, kwa sababu tunatakiwa tupambane tufike kama wenzetu walipofika. Na sisi tukisimama sautul khairi watu wajue kweli yule Al-Batawi anaimba. Nataka tufike leo za watu wakubwa kina Jaafar Mponda, tufike mbali huko. Afrika Mashariki, dunia nzima itufahamu, kwa sababu sisi ni waimba nashid, tunatokea chini na tunaenda juu. Allah tuongoze tufike huko. Amin. Kwenye kutamani pia kuna mipango. Unaona mipango gani katika kufikia ile ndoto zako? Wakiwa unataka kufikia mbali lakini hatujui mipango yako ni ipi. Labda tuambie mipango yako ni ipi? Mipango ya kutaka kufika huko mbali, yani vitu gani ambao sasa hivi unaviandaa? Mipango ipo, kwa sababu ndio kwanza tunaanza. Allah atufikishe huko mbele tunapoenda, kwa sababu tunatakiwa tupambane. Sio karibu tunapoenda, ila tunatakiwa tupambane. Inshallah tutafika huko mbali. Kazi zetu zitajionyesha kwamba huyu Al-Batawi alikuwa mwanzo chini, lakini sasa hizi kapambana kafika juu. Allah atuongoze inshallah. Amin. Muhammad, vipi unajiona wapi baada ya miaka 3 katika upande huu wa nashid? Kwa kweli mimi niseme tu kwamba Allah ndio anjuzi zaidi. Kwa sababu kuna msemo asema al-insanu bitafkiri wallahu bita'wil. Kwa hiyo kwamba mwanadamu sisi tunapanga tu, lakini Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio anajua kwamba huyu tutamfikisha wapi. Mipango tuliyokuwa nayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe, atunyanyue hapa tulipo, tufike katika daraja la juu. Kwa hivyo kama alivyosema akhi hapa, tuna mipango na tunakusudia na sisi tuwe na majina kina Misharashidi, kama kina Sheikh Yusuf Abdi, naona hivyo yani. Vipi katika upande huu wa nashid, kuna mazoezi yote, labda mtu anaenda gym kuongeza pumzi, kufanya vipi? Mtaalamu ambaye kidogo na miaka 5 katika nashid, unaweza ukatuambia hilo ipoje katika upande wa nashid? Kwa sababu kama mimi nikitaka kuingia nianze kujipanga mapema kabla sijaingia huko ndani. Mazoezi ni muhimu. Kwa sababu mazoezi muhimu ili upate urefu wa pumzi, kwa sababu kuna mstari ambao unakulazimu wewe uimbe ufikishe mpaka mwisho. Itachukua kama sekunde kadhaa ama dakika moja. Sasa kama una mazoezi utakuwa. Kwa hiyo faida ya kwenda gym ama mazoezi aina yote, sio mpaka kwenda gym, hata kukimbia tu ili ufanye nini pia inasaidia pia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mazoezi ni kitu muhimu sana. Kwa yule ambaye kijana sasa hivi anatamani kuingia katika nashid, wewe una uzoefu na umesema una wa manage vijana wadogo, unaweza kumwambiaje ili aweze kufanya vitu gani mpaka afike japo level za kina Muhammad, level za kina Al-Batawi, level zako si kule juu kwanza, kwa sababu anatoka chini, aanze hapa japo katikati na karekodi 2-3 nashid, unamwambia kitu gani? Kwanza namwambia asikate tamaa kwa kuona mtu labda anaimba sana afu yeye hawezi akahisi kwamba mimi sitoweza kama hivyo. Kwa sababu kuna watu wengine wanakata tamaa kuona kwamba mimi sina sauti, na kati sauti anayo siwezi kuimba. Hapana, kwa sababu hata yule anayeimba hakuzaliwa na ujuzi wa kuimba. Hapana. Kama sauti yangu vipi? Hata sauti yako, kwa sababu unajua tatizo na wewe tu moja, sauti yako unavyoongea alafu kisia mtu anaimba kwa sauti ya juu
inakukatisha tamaa kwamba siwezi kule. Sio mpaka uende kule. Hiyo sauti pia unaweza kupangiliwa ukaimba tu na sio ikawa nzuri. Si kila mwimbaji basi anaenda juu, hapana. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wa kuimba, isipokuwa lazima akalishwe chini, aelekezwe, pita njia hii, pita njia hii. Basi kila mtu uwezo huo anao. Iko hivyo. Basi nitafuata training kwako. Na mtazamaji wa Africa TV, tu nafasi ya kupiga simu hivi sasa ipo. Piga simu ileze kutuambia jambo lolote lile kuhusiana na mada yetu hii leo. Kama una maoni, ushauri ama lolote lile, piga simu katika nambari ambazo unaziona hapo. Kwa wale watazamaji ambao wako nje ya Tanzania, mnaweza kupiga simu hiyo kwa njia ya WhatsApp na tukazungumza nanyi kwa uzuri kabisa. Nambari zinaonekana hapo. Halikadhalika pia unaweza ukaacha comment katika ukurasa wetu wa Facebook ambao tupo live hivi sasa, nasi tukaisoma kwa uzuri kabisa. Kama una swali kwa Elbatawi, una swali la kwa Fanani, ama pia una swali la kwa Muhammad, pia unaweza ukauliza. Ama kama unataka kutusifia sisi generally, shukrani, pia tunaweza tukapokea sifa zako hizo. Kama sifa pia za kumsifu, mpiga picha zinakuja vizuri pia, ruksa kufanya hivyo kama sisi hapa hujafurahishwa na sisi. Mimi nataka nimuulize Elbatawi hapa. Elbatawi ambaye uko chini ya management ambayo inamsimamia hivi sasa. Labda tuambie management yako inaitwaje? Management yangu inaitwa Mulhim Crew. Mulhim Crew. Na kule sasa wanachukuliwa amba ni chipkizi tu ama vipi? Wanachukuliwa chipkizi. Tunaanza kwa sababu wengi ni vijana pale. Naam, naambia kuna mtazamaji kwenye line. Asalamu alaykum. Hello, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ndugu yangu napiga simu kutoka wapi? Niko naitwa Ramadhani. Wa alaykum salam. Kutoka Dodoma? Naitwa Ramadhani Haruna kutoka Ulambo. Aha, brother, punguza sauti ya television nisikilize kupitia simu yako. Una vipi? Una maoni ama una maswali? Hello. Na mtazamaji, utakapopiga simu tafadhali punguza sauti ya television yako, ama la kaa mbali na television ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa, na nisikilize kupitia simu yako. Kwa namuuliza Elbatawi hapa, jinsi ya management yako kwamba inachukua watu na utaratibu upoje? Utaratibu upo. Ukifika pale unasema mimi nataka niimbe nashidi, niingie katika crew yenu. Basi unaona na uongozi. Kuna mkurugenzi wetu, kuna kiongozi wa nashidi na kuna manager. Kwa ukifika pale utaonana nao, utajiunga na sisi. Hata kama hutojua au hujui kuimba, Allah atakufanyia wepesi, utajua. Ukikaa na watu ambao wanajua, basi na wewe utajua. Kwa hiyo hapo ni chuo cha kufundisha watu kama sisi ambao hatujui kuimba kabisa. Ndio, kwa sababu mimi mwenyewe mwanzoni nilikuwa nilikuwa sijui, nilikuwa najua, ila nilipokuwa nakaa na wenzangu wale wakina Big Family, wakanipa maili matatu. Mwana unajua nini, management ikaniona, taasisi ikanichukua. Alhamdulillah, sasa hivi mmenifanya naonekana Yahya Elbatawi na ndio nilotoa mwongozo wa Qur'an. Muhammad, kwa hiyo ifani ni kuamua tu, sio kwamba kuwa na kipaji au? Hapana. Sio kuwa na kipaji, kuamua tu kwamba mimi nataka niwe hivi. Kwa hiyo ile nia yako Mwenyezi Mungu anakupa mwongozo. Mwisho wa siku ndio unafika pale ambapo unatoka. Vipi mpango wako wewe kuingia katika kundi? Maana umesema kwa wewe na manager wako haujafikiria labda kuandaa kundi, kuingia katika makundi makubwa kama anasema hapa kwenye taasisi yao, kuwa kwenye hiyo Big Family, kuwa kwenye taasisi ya Sheikh hapa, ama nyinyi mna mpango gani na manager wako? Wallahi, kwanza tulikuwa si wenye kufahamu hilo na tulikuwa tunatafuta njia za kufika kwamba tutapata wapi kundi na sisi tukawa na tuna wenzetu kama hivi. Na leo ndio mara ya kwanza kusikia kwamba kuna hali kama hii. Kwa hiyo nifarijika kwa namna nyingine pia. Basi tutachukua namba ya Sheikh hapa. Inshallah. Pale kwa manager hapo wa Big Family. Ama pia kuna manager pia. Kwa hiyo utachagua uende huko ama uende huko, Morogoro ama Dar es Salaam. Sheikh, hapo katika uimbaji wa nashidi, kurekodi kwake pakoje katika studio, kwamba mnaenda studio hizo kawaida ama inakuwa kwa vipi? Yule ambaye afahamu kabisa. Katika changamoto tulizonazo upande wa studio. Yaani studio pia, studio maalum kwa ajili ya nashidi. Ni binafsi sijawahi kuiona.
mimi, lakini yeye huyo. Manager. Yes, kwa unakuta changamoto tunaipata, tunaenda katika studio ambazo zina rekodi pia vitu vingine pia za ajabu. Kwa ukifika pale unatulia pale. Unatulia na kazi yako Sheikh, utasikiliza pale na rekodi ile muziki mpaka unaujua Sheikh. Huo mtihani. Baada hapo mpaka zamu yako ifike, inakuwa mtihani sasa. Baada hapo ndio unaingia. Basi rekodi pa umuelekeze sasa, kufanya kazi ya kumuelekeza, nataka hiki, nataka hiki, sitaki kufanya hivi. Kwa hiyo changamoto pia ambayo inatupata kwa upande wetu, sababu bado hatuna lau kama ndio natokea wafadhili wanatufadhili labda nini zile productions inakuwa inapendeza zaidi, kwa sababu pia ile inatufanya sisi tunakuwa tuko sehemu yetu maalum, tuna rekodi, hatuna ile mambo kuchanganyika na watu wengine pia kwa PFI. Kwa hiyo changamoto ndio nayo pia kubwa ni hiyo kwa imbaji. Lakini meneja, kwa nini huwa tunaangalia sana tupate wafadhili? Nashid, kwani hailipi kwamba ukaji mwenyewe ukafanya makeke, ukafanya hivi na hivi, ukapata vyombo vyako mwenyewe kama wanaofanya watu wengine? Jitihada tunazo. Lakini sasa wale ambao unaofanyia jitihada Sheikh Mtiani, kwa sababu lazima tuzungumzie ukweli, na siku zote ukweli huo unauma. Katika vitu ambavyo mitihani tunayoipata sisi ama changamoto tunazozipata ni support za watu kutujali katika harakati zetu za uimbaji. Sheikh Mtihani sana. Mtu kutani kwa umwendee mtu ambaye unajua kabisa huyu yuko vizuri, Mwenyezi Mungu kamjali ya kuwa na fedha Sheikh. Mwambie mimi nimekwama hapa, naomba unisaidie ili niweze ikawa ngumu. So mimi nishatokea mimi kwenda sehemu. Usimtaje, lakini siwezi hata siku moja. Naona siwezi kabisa. Sheikh kutoka ile sehemu, kisha baada ya hapo kwa ajili ya kwamba ili niweze kutoa, lakini majibu niliyopewa ile kwa mtihani. Baada ya hapo akatokea mtu mwingine ambaye pia anaimba nyimbo tofauti na mimi. Basi alisaidiwa audio, video, kila kitu mpaka tamasha. So kwamba nyinyi hamna vision, kwamba yani mtu hajui kwamba mnaelekea wapi, ndio maana mnakosa watu wa aina hiyo? Wanajua, lakini kwa sababu tayari waishazoezeshwa, wanajua dunia nao pia mtihani ni hatari. Kwa hiyo mtu anaona pengine anakuwa anahisi kwamba pia hata kama nikusaidia uweze kufanikiwa mafanikio makubwa ambayo atakayofanya hata mimi pia nije kukuomba msaada. Yaani mtu anakuwa anaanza hivyo, kwa sababu kuna watu akili zao zimelenga katika swala la biashara kidunia tu, lakini huko akhera pia inakuwa mtihani na haya mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo kwa sababu tayari nia yetu ni kuelimisha jamii, hatuwezi kukata tamaa, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi watu tumetawaliwa na fikra za kikoloni na ustaarabu wa kimagharibi ambao umetufumba macho na kutuziba masikio. Hatusikii tuambiwe wacha wala tulishwatu. Tunaambia haya, lakini watu tunawaelekeza ili waweze kutekeleza ile mipango ya mpangaji aliyopanga kumpangia mpangiwa, lakini wao wanaona kwamba hamna lolote, wamepitwa na wakati tu, wana lolote. Lakini mambo mengine ndio yanakuwa ina trend zaidi. Huu ni mtihani tulionao, lakini tutafanyaje? Kwa sababu nia yetu ni kuelimisha jamii, acha tupambane na Allah anatuona. Hata kama tukupata hapa tutapata huko Sheikh. Kwa hiyo tunashaka. Mohamed Omar, umesikia kwamba changamoto kama hizo zipata fanani. Kwa upande wako Sheikh, uzipata hizo? Hizo changamoto zipo sana, kwa sababu watu ambao Mwenyezi Mungu kajalia fursa kunao wengi sana, lakini sasa hiki kitu kabla mtu akusaidie, wallahi yani almuhimu tu kwamba mambo haya dini au vitu hivi ambavyo vinavyofanyika kwa yani katika mambo ya dini haya kuna changamoto sana, yani tuna changamoto nyingi, kwa sababu mtu anataka apate matunda yani kwa haraka hapa duniani na nini. Sasa jambo hili najua kwamba hili sababu nashidi na mtu anayeimba muziki vitu vile tofauti. Muziki ni kitu ambacho jamii wana bezi sana katika muziki, kwa hiyo kwa haraka mtu anajua kwamba hapa support huyu muda si mrefu tutapata, lakini huku ni mtihani, yani hivyo. Sasa Sheikh, huko hakuna hela, watu wanalialia kama hivi, unajiingizaje sasa kijana kama wewe? Ni kweli kabisa. Huko tunajiingiza kwa sababu nakumbuka kuna nashidi moja aliimba Sheikh Yusuf Abdi kwamba tuko duniani kulingania dini. Sasa wao tuko hapa duniani, hatuwafanya hivi vitu kwa ajili ya kufikisha ule ujumbe, na haswa tu katika hali ya kulingania watu na kuwafurahisha watu katika mashairi, lakini mashairi ambayo yana ujumbe ndani yake wa kuweza kumtambua Mwenyezi Mungu na kile kinachozungumzwa katika yale mashairi kwa nia ya ya Uislamu, yani almuhimu kwamba
yani malezi mema na malezi bora anawalizia Mwenyezi Mungu katika jamii. Pale Big Family najua hizi mambo hazipo, naona jamaa kama wanalalamika sana. Pale si mambo mazuri mchele huko Kwanza nikuweke sawa tu hapo, ni Mulhim Foundation. Ni Mulhim. Okay. Big Family ni watu mabasi wako pale Big Family pamoja nao sana. Pale mchele upo mashallah. Mchele upo haupo. Ni hivyo tu tunasaidiana kwa sababu wengi ni vijana, pesa ni ndogo, asilimia wengi tunasoma. Kwa ndio hivyo tunavyosaidiana. Tunapata kitu chochote naenda studio, tunapata chochote na. Lakini inshallah videos tutazipata tu. Kama atatokea mfadhili atatufadhili, alhamdulillah, jambo la khair. Katika mimi kusema hili jambo la khair hili bila kuweka mkazo, mimi kidogo napata mashaka hapa kwamba huku ni watu wa kulialia tu mpaka mfadhili aje. Kwa nini msifanye kitu ambacho kikaonekana mtu mwenyewe akaja, sio mpaka kusema inshallah. Mipango hiyo wewe ambao umesema baadaye utataka kuwa mtu mkubwa East Africa, ukatambulika huko, hili uone kama lina kera kwamba kusema kila kati inshallah? Ukweli linakera, lakini kama nilivyokuambia mwanzo, kazi zetu tukizifanya vizuri tutajulikana na watu watakuja tu. Yaani watu watakuja tukifanya kitu kilichokuwa bora, kitu ambacho watu wanakipenda na kitu ambacho kinajenga jamii, lazima itakusimamisha. Kama Al-Fannani hapo tunamjua, na watu wamemuita Fannani na mpaka sasa hivi alhamdulillah tunaona tu promo ya mambo ya mayatima, ndivyo sivyo? Basi jamii ndio hivyo. Lakini Al-Fannani kidogo mimi katika upande na shida huko sijamuona kutoa zile vigongo kabisa. Tunamalizia kipindi chetu na takriban dakika 3 hapa. Baada ya kazi hii ya mwongozo wa Qur'an, kuna kipi ambacho kinakuja? Kipo kinachokuja. Labda mtazamaji anaweza kukifahamu. Vipo vingi, kwa ni kuchagua kipi kije, kwa sababu vingi vishaikiwa mkazo, vingi visharekodiwa, bado kuja kutolewa tu. Kuna rejea kwa Mola wako na kupatia kwa kitakachotoka mapema, ndio hicho mtazamaji atakiona. Pale kwenu mambo mazuri. Muhammad Omar, labda kwa kumalizia unamwambia vipi mtazamaji? Kikubwa kwa hapa ninamuomba na kumweleza kwamba mtazamaji wawe ni wenye kusikiliza vile ambavyo tunavitoa katika mashairi, kwa sababu kusikiliza kwake kunatupa sisi motisha kufanyaje, kuzidi kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kila anachokisikiliza pia kadhalika awe ni mwenye kukifanyia kazi, kwa sababu lengo kubwa ni kwamba ni kuelimishana, sawa? Kwa hivyo ni kwamba kile anachokisikiliza asisikilize tu labda kufurahi kwamba shairi hili ni zuri, labda maneno haya ni mazuri, lakini ayafanyie kazi. Naam. Bwana Fannani, na sekunde 30 za kuwashauri wa vijana pamoja na chipukizi wengine ambao wanaimba nashida. Sekunde 30 tu. Kubwa zaidi kitu ambacho tunapenda kuwashauri jumla kwamba wasikate tamaa, waendelee kupambana, lakini watangulize Mwenyezi Mungu mbele katika kila wanachokifanya, lakini pia wasijione bora dhidi ya watu wengine ambao pia hawajafikia level hiyo. Waendelee zaidi, kwa sababu siku zote safari hii ya uimbaji safari ndefu sana, tena sana. Wasitafute pia umaarufu kwa nguvu, kwa sababu ukitafuta umaarufu kwa nguvu utapata fedheha kwa thamani ndogo sana. Kwa hiyo kubwa zaidi ndio hivyo, waridhike na watosheke na wasiforce zaidi. Ndio kitu ambacho, alafu pia wathamini wale wadau, kwa sababu wadau ndio matajiri wetu. Wadau wenu kina nani kwa dakika moja? Sekunde 3. Wale wafuatiliaji wa kazi zetu ndio matajiri zetu, kwa sababu wale wakisema no, kazi yetu haiwezi kufika. Ni sawa mtu umefungua duka alafu wateja hawaji. Kwa hiyo yale unabaki nayo, lakini inakuwa hamna lolote. Kwa hiyo wale ndio watu ambao takiwa tuwathamini sana, kwa sababu inafikia watu wanadharau, watu. Shukrani sana Bwana Fannani, wewe naona kidogo hata kutetea mambo ya nashidi. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo basi tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha takriban
dakika 50 tumekaa hapa kujadili kuangalia nashidi kwa vijana inalipa. Tumezungumza na chipkizi hapa. Nilishafanya kipindi na waimbaji nguli wakina Jundubi Junadi, wakina Muhammad Mbinda, lakini leo nikaamua nizungumze na chipkizi kuangalia mipango yao inakuja vipi na wao wanatazama vipi fani hii ya uimbaji nashidi. Mengi wamezungumza na mengi umesikiliza. Shukrani sana mtazamaji kuweza kuwa nasi mwanzo mpaka hivi sasa tunapoaga. Nilikuwa na wageni wangu hapa Abdul Hamid Fanani, Muhammad Omar pamoja na Yahya El-Batawi. Mimi naitwa Muhammad Sultani Mdose. Nikutakie tu siku mwema usiku na bughudha ndani yake. Alamsiki. Qur'ani tuambia waumini Islamu duniani Qur'ani ni kitabu kisoshaka maneno yake nadhifu upendo wetu twaweka kwa kitabu kitukufu ni kitabu kisoshaka maneno yake nadhifu upendo wetu twaweka kwa kitabu kitukufu dunia ya furahika kwa muongozo sanifu ukumbusha ya hakika na kukataza machafu tuweze kuelimika kwa maneno ya raufu hakika hayana shaka katika maisha yetu muongozo Qur'an